أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa nimeeleza baadhi ya maandiko ya Masihi Maud alayhi wassalam kuhusu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kuhusiana na hilo kuna maandiko yake mengine ambayo nayaweka mbele yenu. Masihi Maud alayhi salam anasema bila shaka Abu Bakr Siddiq na Umar Faruk walikuwa maamiri wa msafara ule ambao kwa ajili ya Allah ulipanda milima ya juu, nao wakawapatia watu wa kila aina mwaliko wa haki hadi mwaliko wao huo ukasambaa hadi katika nchi za mbali. Na katika ukhalifa wa hawa wote wawili Islam ilijaaliwa matunda mengi na ikapata maendeleo na mafanikio yenye harufu nzuri. Na Islam katika zama za Hasdiki Akbar ilikuwa imekumbwa na moto wa fitina za aina aina, na ilikuwa karibu ya kwamba uadui ulio wazi uishambulie jumuiya yake, na kwa kuishambulia upige nara za ushindi. Basi wakati ule kutokana na uaminifu wa Abu Bakr Siddiq, Rabbi Jalil alikuja kuisaidia Islam na akaitolea kitu kilicho kizuri kutoka kisima kirefu. Hivyo Islam kutoka hali mbaya ikarejea katika hali iliyo nzuri. Basi uadilifu unatulazimu ya kwamba sisi tumshukuru msaidizi huyo na tusiwajali maadui. Basi wewe usimgeukie mtu ambaye alimsaidia kiongozi wako sallallahu alaihi wasallam na akalinda dini yako na nyumba yako, na kwa ajili ya Allah akakutakia kheri na hakutaka kulipiza kisasi kutoka kwako. Basi ni jambo la ajabu ya kwamba kivipi mtu fulani anaweza kukataa kuhusu utukufu wa Siddiq Akbar, na huu ni uhakika ya kwamba sifa zake tukufu zinang'aa mithili jua. Na bila shaka kila mumini anakula matunda kutoka mti uliopandwa na yeye na ananufaika na elimu ambazo ametufundisha yeye. Yeye kwa ajili yetu na kwa ajili ya dini yetu alitujalia Furqan, na kwa ajili ya dunia akatujalia amani. Na yule aliyemkataa akasema uongo na akaangamia na akaenda kukutana na shetani. Anasema watu wasiotambua daraja yake, watu hawa wamekosea kweli kweli, na wao wakaona maji yaliyo makubwa na mengi kuwa madogo. Basi wao wakainuka kwa hasira na wakamzalisha mtu ambaye alikuwa akistahili heshima ya daraja ya kwanza. Alisema kwamba dhati ya Siddiq Akbar ilikuwa imejaa na hofu na unyenyekevu na upendo wa Allah, na katika asili yake unyofu na ukweli ulikuwa umekamilika, na alikuwa
kuelekea kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala na nafsi yake ilikuwa imetakasika kutoka kila aina ya tamaa ya dunia na alikuwa mbali na matamanio ya dunia na alikuwa akimtegemea mwenyezi mungu na alikuwa mtu wa allah na suluhu tu ndiyo iliyotokea kutoka kwake na akawatumikia waumini na akafanya kazi njema kwa ajili yao. Yeye alikuwa ametakasika na sifa ya kuwauzi wengine. Hivyo wewe usiangalie mambo yaliyotokea ndani ya islam, bali ujue kwamba hayo yalikuwa kwa ajili ya uzuri. Je, wewe hutafakari kwamba mtu ambaye hakuelekea kwa watoto wake na mabinti zake ili aweze kuwatajirisha au awawezi kuwapatia mali, na yeye alipata sehemu kutoka dunia ambayo ilikuwa ikitosha kwa ajili ya haja zake, sasa kivipi unaweza kuwaza kwamba yeye atakuwa amewazulumu watoto na kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam? kisha masihi maula salam anasema mwenyezi mungu amrehemu sadiki akbar kwamba yeye alihuisha islam na akawaua watu wabaya na hadi siku ya kiama akaendeleza fadhila za mema yake. Alikuwa mwenye kulia sana mbele ya allah na alikuwa ameelekea kwa allah subhanahu wa taala na kufanya maombi na kuinama mbele ya allah na kufanya maombi mbele yake kwa unyenyekevu na kuendelea kushika kizingiti chake. hayo yote yalikuwa katika sifa zake. yeye katika hali ya sijda alikuwa akitumia nguvu zake katika kufanya maombi na wakati wa kusoma Qurani tukufu alikuwa akilia. yeye bila shaka alikuwa fahari wa islam na fahari wa mursalin. asili yake ilikuwa karibu na asili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye kwa ajili ya kukubali harufu za utume alikuwa wa kwanza katika watu. mageuzi yaliyotokea kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam, mageuzi ya kiroho, wale walioshuhudia mageuzi hayo, yeye raziallahu anhu alikuwa kwenye mstari wa mbele na alikuwa miongoni mwa watu ambao walibadilisha shuka zilizojaa uchafu mwingi katika shuka zilizotakasika na tukufu, na katika sifa nyingi za manabii alikuwa akifanana nao. sisi ndani ya Qurani tukufu min ghairi yake hatusomi kumbukumbu za maswahaba wengine isipokuwa zana tu, na zana ni kitu ambacho haina umuhimu wote mbele ya haki, nayo haiwezi kuwanywesha watu wenye kutafuta haki, na yote aliyejenga uadui naye baina ya mtu huyo na haki kuna mlango uliofungwa ambao hautafunguka kwake isipokuwa arejee kwa kiongozi wa maswidiq. kisha masihi maula salam anasema kwamba uumbaji wa sidik ulitokana na kuelekea kwake kwa chimbuko la fadhila aliye mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye alikuwa na haki zaidi kuliko watu wote, kwamba sifa za utumi zizihiri kwake, na kwa ajili ya kuwa khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haki zaidi, na yeye alikuwa akistahili kujenga uhusiano imara na muungano kamili na mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia katika kushika hulka njema na tukufu, na katika swala la kuacha uhusiano wa kidunia yeye alikuwa dhihirisho kamili la mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka mtu hata kwa kutumia nguvu ya panga na mikuki asiweze kuwatenganisha. na yeye akaendelea na hali hiyo hiyo daima dawamu, na katika hatari na kwenye mabalaa na majanga hakuna kitu kilichoweza kunyanganya utulivu wake. katika roho yake kulikuwa na ukweli, utukufu, uimara na uchamungu. hata kama dunia nzima iritadi, yeye alikuwa hawajali wala kurudi nyuma, bali daima yeye aliendelea kusonga mbele. na ndiyo maana mwenyezi mungu mara baada ya kuwataja manabii aliwataja maswidiki, na alisema kwamba faulaika maa lazina anamallahu alaihim min annabiyina waswidikina washuhadai wasalihin. na katika aya hiyo kuna ishara
kuhusu fadhila na sifa za sidiki akbar juu ya wengine, kwani nabii sallallahu alaihi wasallam katika maswahaba zake hakuna swahaba ambaye alimtaja kwa jina la sidiq ili yeye azuhirishe makamu yake na shani yake. Hivyo utafakari kama wanavyotafakari wengine. Katika aya hiyo kuna ishara kwa wale wanaotafuta mambo hayo, na sisi tulipotafakari juu ya aya hiyo na tukatafakari sana, hapo tukaelewa ya kwamba aya hii ni shahidi juu ya ukamilifu na sifa za Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, na ndani yake kuna siri kubwa ambayo inadhihiri kwa mtu ambaye anafanya tahqiq. Basi Abubakar radhiyallahu anhu ndiye mtu ambaye kwa kupitia ulimi mtakatifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alijaliwa lakabu ya Siddiq, na Qurani tukufu imewaunganisha masudiq pamoja na manabii kama watu wenye akili wanavyoelewa, na sisi hatuoni sahaba mwingine aliyejaliwa lakabu hiyo. Hivyo fadhila ya Siddiq na Amin imethibitika, kwani baada ya manabii jina lake limetajwa. Kisha anasema Ibn Khaldun anasema ya kuwa maumivu ya Mtume saa salam yalipozidi na Mtume saa salam akazimia, hapo wake zake watukufu na watu wengine wa ahle bait Abbas na Ali walijumuika kwa Mtume saa salam. Muda wa swala ulipowadia, Mtume saa salam akasema kwamba mwambieni Abubakar kwamba yeye awasilishe watu. Anasema kwamba Ibn Khaldun anasema ya kuwa kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa wasia wa mambo matatu alisema kwamba min ghairi ya mlango wa Abubakar, milango yote inayofunguka miskitini ifungwe, kwani mimi sioni sahaba mwingine yote aliye mbora kuliko Abubakar radhiyallahu anhu. Kisha anasema Ibn Khaldun amesema ya kuwa Abubakar akaja na akahudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaondoa shuka kutoka uso wake na akabusu na akasema, wazazi wangu wajitolee kwako. Mauti ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga kwa ajili yako, wewe umeonja ladha yake, na sasa baada ya hayo hutapata mauti nyingine. Anasema kwamba katika hisani latifu za Allah ambazo Allah alizifanya juu yake na sifa ya ukaribu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nayo, kama vile Ibn Khaldun alivyoeleza, nayo ni kwamba Abubakar aliinuliwa juu ya kitanda kile kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinuliwa, na kaburi lake lilichimbwa sawa na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba walitengeneza mwanandani wa kaburi lake karibu na mwanandani wa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye radhiyallahu anhu kichwa chake kiliwekwa sawa na mabega ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye radhiyallahu anhu neno la mwisho alilotamka lilikuwa ni ya kwamba, e Allah, nifishe katika hali ya kuwa Muislamu na niingize katika watu waliowema. Kisha Masihi Maula salam anasema Abubakar alikuwa mtu wa Mungu mwenye sifa chungu nzima, ambaye baada ya giza totoro aliujalia uso wa Islam mwanga na nuru, na aliendelea kufanya juhudi kamili ya kwamba yeyote aliyeacha Islam yeye akapambana naye, na mtu aliyekataa kuhusu haki yeye akapigana naye vita, na mtu aliyeingia katika nyumba ya Islam akamtumikia kwa upole na kwa huruma. Yeye kwa ajili ya kusambaza Islam akavumilia mateso yote, na akawajalia viumbe lulu zisizo na thamani, na kwa kupitia azima yake iliyobarikiwa akawafundisha watu wasio na ustaarabu adabu za kula na kunywa, kukaa na kusimama, na jinsi za kutafuta njia za mema na kuonesha ushujaa katika vita. Na yeye kwa kuona hali mbaya hakumwomba mtu kupigana vita, bali yeye mwenyewe akasimama kidete na kupambana na wote waliokuja mbele yake. Mawazo hayakumpotosha jinsi yanavyompotosha mwoga na mtu mwenye marazi, bali wakati wa ufisadi na mabalaa ilithibitika kwamba yeye ni shujaa na imara zaidi kuliko mlima wa Rizwa.
mlima ambao ni mlima wa madina. Mtu yeyote aliyedai madai ya uongo ya utume yeye akamwangamiza, na kwa ajili ya mwenyezi mungu akaachana na uhusiano wote. Furaha zake zote zilikuwa ni katika kusambaza ujumbe wa islam na kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ushike mkono wa abubakar aliyelinda dini yako na uache porojo zote. Alisema kwamba yote niliyosema sikusema kama anavyosema mtu anayefuata tamanio la nafsi yake au anayefuata mawazo yake, bali tangu nianze kutembea na kalamu yangu ikianza kuendika, nimeendelea kupenda kwamba nifanye tahkik na nifanye tafakur na tadabbur, na nimefanya tahkik kamili. Hivyo alisema kwamba niliendelea kuchunguza kuhusu habari zote na nikaendelea kuwauliza watu wenye elimu na walio mahiri. Hivyo kwa kweli nikamkuta Siddiq Akbar kuwa Siddiq, na kwa kupitia tahkik ikazuhiri juu yangu kwamba nikamkuta kuwa imamu wa maimamu wote na mwanga na mshumaa wa dini na umati huu. Ndipo nikashika lijamu yake na nikatafuta uhifadhi kwake, na kwa kupitia upendo wa swalihin nikapenda kupata rehema ya mungu wangu. Hivyo mwenyezi mungu akanirehemu na akanisaidia na akanilea na akanijalia miongoni mwa watu wenye heshima, na kwa kupitia rehema yake makhsus akanifanya kuwa mujaddid wa karne hiyo na masihi maud, na akanifanya miongoni mwa mulhimin, na akaniondolea ghamu, na akanijalia kitu ambacho katika dunia hii hakuna mtu ambaye akamjalia. Na haya yote yametokana na upendo na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wapendwa hawa. Ewe allah, umsalie mtume wako mtukufu aliye afdal rusul na khatam al anbiya, na mtu aliye mbora kuliko watu wote wa dunia, na umtumie salamu nyingi. Wallahi hata Abubakar katika harmain na kwenye makaburi yote mawili ni rafiki ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Muradi wangu ni kaburi la pango ambamo aliingia katika hatari na alitafuta uhifadhi, na kaburi la pili ambalo limeungana na kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam katika madina. Hivyo wewe uelewe daraja ya Siddiq Akbar kama wewe unaelewa mzito. Mwenyezi mungu alisadikisha kuhusu ukhalifa wake ndani ya Qur'an tukufu, na kwa kupitia maelezo mema alimsifu. Alisema bila shaka yeye amekubaliwa na allah na ni mpendwa wake, na hakuna anaweza kumzalisha isipokuwa mtu ambaye awe majnuni. Kwa kupitia ukhalifa wake islam iliondolewa hatari zote. Anasema kwamba kwa kupitia upole wake wa islamu bahati yao njema ikafikia ukamilifu wake, na kama Siddiq Akbar asingekuwepo wa khairul anam, basi ilikuwa karibu kwamba nguzo ya islam ingebomoka. Yeye akaikuta islam isiyo na uwezo na nguvu yoyote hapo, akiwa mahiri akasimama ili kuiletea na kuirudishia rutuba yake na maendeleo yake, na akaanza kufanya juhudi ili aweze kuhuisha islam hadi islam ikarejea katika hali yake yenye maendeleo na ikarejea katika hali yake ya uimara. Na hayo yote yalitokana na ikhilasi ya mtu huyo aliyeamin. Yeye alijimaliza katika njia ya allah na akabadilisha hali, na hakutafuta kitu chochote isipokuwa ridhaa ya allah subhanahu wataala, na akaishi na hali hiyo hiyo katika maisha yake yote. Alikuwa mwenye kuipatia mifupa iliyochakaa uhai, na mwenye kuondoa mabalaa, na mwenye kuokoa miti ya jangwani yanayotoa matunda matamu. Alijaaliwa nusura na msaada makhsus, na hayo yote yalitokana na fadhila na rehema yake. Sasa sisi tukimtegemea allah subhanahu wataala tunaeleza shuhuda kwa kiasi fulani ili uweze kuelewa jinsi alivyomaliza maswaib na shida zote katika fitina hizi, na jinsi katika vita alivyowaangamiza watu mahiri wa kurusha mikuki na kuendesha panga, na jinsi hali zake zilivyozihiri kwa kupitia matendo yake, na matendo yake yalitoa ushahidi juu ya sifa zake tukufu. Mwenyezi mungu amjalie malipo mema na amuingize katika muttaqin, na kwa kupitia wapenda wa hawa mwenyezi mungu aturehemu. Ewe allah mwenye neema, ukubali dua yangu, na wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu kuliko watu wote. Kisha anasema kwamba
daima wekeni mbele yenu mfano wa abubakar siddiq raziallahu anhu na mutafakari juu ya zama hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba maadui wa quraish walipopanga mipango ya aina aina na wakapanga mpango wa kuumua mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama zile zilikuwa zama zenye majaribio mengi. Wakati ule hata abubakar siddiq jinsi alivyotimiza haki ya urafiki wake mfano wake haupatikani duniani. Nguvu hiyo na uimara huo hauwezi kupatikana bila imani kweli. Leo nini mlioketi hapa, kila mmoja atafakari juu ya mahala pake kwamba sisi tukipata majaribio ya namna hiyo ni wangapi ambao watakuwa tayari kunisaidia. Kwa mfano, kutoka serikali upelelezi uanze kufanywa kwamba ni nani ambaye amefanya baiati mtu huyo, basi watakuwa wangapi ambao waseme kwa ujasiri kwamba sisi tumefanya baiati yake. Mimi najua kwamba kwa kusikia hayo baadhi ya watu watakosa nguvu ya kutafakari na mara moja wataanza kufikiri kuhusu mali zao na jamaa zao kwamba tutalazimika kuwaacha. Anasema kwamba wakati wa shida na matatizo kutoa msaada ndio kazi ya watu wenye imani kamili. Hivyo maadamu mtu asishike imani kwa matendo, kauli haiwezi kumsaidia chochote na uzuru hauwezi kuondoka. Muda wenye shida unapowadia, wakati ule wanaoonyesha uimara wanakuwa wachache. Maswahaba wa Masihi katika muda ule wa mwisho ambao ulikuwa muda wa msiba na shida, walimwacha peke yake na wakakimbia, na baadhi yao mbele yake wakamlaani. Kisha anasema kwamba sidki hata Abubakar Siddiq ilizohiri katika wakati ule ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizingirwa. Ijapokuwa baadhi ya makafiri walikuwa na rai ya kumfukuza nje, lakini shabaha yao hasa ilikuwa ni ya kumua. Katika hali hiyo Abubakar Siddiq alionyesha mfano wa unyofu wake ambao utakuwa mfano hadi siku ya kiyama. Katika hali hiyo yenye shida, hata uchaguzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar Siddiq ni dalili juu ya unyofu na ukweli wake. Angalieni kwamba mfalme wa nchi akimchagua mtu fulani kwa ajili ya kazi yake makhsus, basi rai yake itakuwa bora kuliko rai ya mlinzi. Yani Waisrael, yani mfalme akimchagua mtu, rai yake itakuwa bora kuliko rai ya mlinzi. Tutalazimika kukubali kwamba uchaguzi wake utakuwa mzuri zaidi kuliko mlinzi, kwani mtu ambaye amechaguliwa kama naibu sultanat na yeye amemwamini, ndio maana amempatia mamlaka ya utawala wake. Kisha kwa kuacha rai yake na uelewa wake na kuchukua rai ya mlinzi, jambo hilo halifai. Hiyo ndio ilikuwa hali ya uchaguzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba kama 80 akiwemo Hazrat Ali, lakini katika maswahaba wote mtu ambaye alimchagua kwa ajili ya urafiki wake alikuwa Abubakar Siddiq. Ndani yake kuna siri gani? Jambo lenyewe ni kwamba Mtume anaona kwa jicho la Allah na ufahamu wake unatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwa kupitia kashf na kwa kupitia ilham alikuwa amemwambia kwamba kwa ajili ya kazi hii mtu ambaye ni mbora anafaa ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abubakar katika hali hiyo akawa pamoja naye, na muda huo ulikuwa muda wa shida na hatari. Anasema Ilmuradi, Abubakar Siddiq alimsaidia kwa nguvu zake zote, na katika pango moja ambalo linaitwa Ghar Saur akaenda kujificha. Makafiri wenye shari ambao walikuwa wamepanga mipango ya kumua wakamtafuta na kufika hadi pangoni. Abubakar Siddiq akasema kwamba maadui wamefika juu ya kichwa chetu, na mtu akichungulia ndani basi atatuona na sisi tutakamatwa. Wakati ule Mtume akasema kwamba sallallahu alaihi wasallam, la tahzan inna allaha maana, usihuzunike, Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mutafakari juu ya neno hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuunganisha Abubakar Siddiq pamoja naye. Chache alisema inna allaha maana, katika maana wote wamo ndani yake, yani Mwenyezi Mungu yu pamoja nami na pamoja nawe. Mwenyezi Mungu alimweka upande moja Mtume sallallahu alaihi wasallam na upande wa pili akamweka Abubakar Siddiq. Mizani inakuwa na sehemu mbili,
allah alimweka mtume saa salam juu ya sehemu yake moja na juu ya sehemu nyingine akamweka abubakar sidik. saizi wote wamo kwenye majaribio, kwani hii ndiyo hali ambapo msingi wa islam utaanza au islam itakwisha. maadui wamefika pangoni na wanazungumzia mambo mbalimbali. baadhi wanasema kwamba mutafute ndani ya pango, kwani alama za miguu zinaishia hapo hapo. lakini baadhi yao wanasema kwamba kivipi mtu anaweza kuingia ndani? buibui ametengeneza buibui na njiwa ametaga mayai, na mambo kama hayo yanawafikia ndani, na wao wanasikiliza kwa usafi wote. katika hali hiyo maadui wamefika kwa lengo la kuwaua na wamekuja na hasira. lakini angalini shani yake kamili, shani ya mtume saa salam, kwamba adui wamefika pangoni na anamwambia rafiki yake aliye mkweli kwamba la tahzan inna allaha maana. maneno hayo yanadhihirisha kinaga ubaga kwamba alikuwa amesema kwa ulimi wake, kwani maneno hayo yanahitaji sauti na hakutumia ishara. nje maadui wanashauriana na ndani kiongozi na mtumishi pia wanazungumzia, na hawakujali kwamba maadui watasikiliza sauti zao. huu ni uthibitisho na ushahidi wa imani kamili juu ya allah na kumtegemea mwenyezi mungu, na mfano huo unatosha kwa ajili ya kuonyesha ushujaa wa mtume saa salam. na kwa ajili ya kuonyesha ushujaa wa abubakar sidik kuna tukio jingine ambalo ni shahidi. anasema kwamba mtume sallallahu salam alipofariki dunia na hatumar akanyosha upanga akisema kwamba mtu akisema kwamba mtume amefariki dunia, mimi nitamua. katika hali hiyo abubakar sidik akatumia ushujaa na ujasiri wake na akasimama na akasoma hutuba, ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, yani muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ni mtume wa allah, na kabla ya mtume sallallahu salam na manabii wote waliopita wote walifariki dunia. hapo jaziba yao ikapoa, na kisha watu waishio vijijini wakaritadi. katika hali kama hiyo hat aisha raziallahu anha amedhihirisha akisema kwamba mtume amekwisha fariki dunia, na baadhi ya watu wamedai kuwa mitume wa uongo na wengi wao wameacha kuswali, na hali ikabadilika. katika hali kama hiyo baba yangu akawa khalifa wa mtume saa salam. baba yangu akakabiliana na ghamu ambazo kama zingekuja juu ya milima ile ingevunjika. mutafakari kwamba wakati wa shida na matatizo kutokuacha hima na azima si kazi ndogo. kazi hiyo inahitaji uimara ambao Siddiq alionyesha. hakuna mtu aliyeweza kusimama mbele ya hatari hizi. maswahaba walikwepo, hakuna aliyesema kwamba hii ni haki yangu. walikuwa wakiona kwamba moto umewaka, nani aingie kwenye moto huo? hat umar katika hali hiyo akafanya baiati yake, na kisha baadaye wengine wakafanya baiati. huo ulikuwa ukweli wake na sidq yake iliyomaliza fitina na ikawaangamiza watu hawa wabaya. musalma alikuwa na watu 100,000 na alikuwa na maswala ya ibahat. watu kwa kuona maongezi yake walikuwa wakiingia katika dini yake. watu kwa kuona mambo yake ya ajabu walikuwa wakiingia kwenye dini yake, lakini mwenyezi mungu akatoa uthibitisho wa msaada wake na akawarahisishia. kisha anasema kwamba mimi nachujua ni kuwa hakuna mtu ambaye anaweza kuwa muumini na muislamu mpaka asishike rangi ya abubakar, umar, osman, ali ridwanullah alaihim ajmain. wao walikuwa hawapendi dunia bali walikuwa wamejitolea kwa ajili ya allah subhanahu wa taala. kisha alisema wallahi sidik akbar ni mtu ambaye alijaaliwa mawazi ya ikhtisas kutoka kwa allah. alikuwa amejaaliwa sifa nyingi na mwenyezi mungu alitoa ushahidi kwa ajili yake kwamba yeye ni miongoni mwa watu waliochaguliwa, na akamsifu kwa maelezo mazuri na mema, na akamwenzi na akatoa ishara kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa hapendi kujitenga na mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa akarizia kuwacha wengine wote juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yeye akamtanguliza kiongozi wake na akamkimbilia, kisha kwa ukamilifu wote akajiingiza katika mauti na akaacha tamaa zote za kidunia.
mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita kwa ajili ya urafiki wake. Basi akisema labbaik akainama na akamkimbilia, na kaumu ilipoamua kumfukuza mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwake na akasema kwamba mimi nimeamrishwa kwamba nifanye hijra na wewe utakuwa pamoja nami katika hijra, na sisi kwa pamoja tutatoka kutoka kijiji hicho. Hapo hata Abubakar Siddiq alisoma alhamdulillah kwamba katika muda huo Mwenyezi Mungu amemjalia kuwa rafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa akisubiri muda wa kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam, na muda ule ulipofika, basi yeye bila kujali kitu chochote akaanza kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakupata hofu kutoka mipango ya maadui ya kuwaua. Basi fadhila yake inathibitika kwa kupitia matendo yake, na utukufu wake pia unathibitika, na ukweli wake unangaa misli siku inayongaa. Yeye alipendelea neema za akhira na akaachana na neema za kidunia, na hakuna anayeweza kufikia karibu yake katika fadhila hizi. Anasema kwamba kama nini muulize kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ukhalifa kwa nini alimtanguliza na kulikuwa na hekima gani ya Allah ndani yake, basi muelewe kwamba Mwenyezi Mungu aliona ya kuwa Siddiq Akbar radhiyallahu anhu kutoka kaumu isiyo muislamu akamsilimu mtume sallallahu alaihi wasallam, na alimsilimu katika muda ule ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa peke yake, na ufisadi ulikuwa umeenea kote kote, na ufisadi ulikuwa mwingi. Basi Siddiq Akbar baada ya kumwamini aliona mateso ya aina aina, na akapata laana kutoka kaumu na marafiki zake na ndugu zake, na akateswa katika njia ya Allah, na akafukuzwa kutoka nchi jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amefukuzwa. Yeye akashuhudia mateso mengi kutoka maadui na akapata laana kutoka ndugu zake. Yeye akapigania jihadi kwa mali yake na nafsi yake katika njia ya Allah. Yeye alikuwa amelelewa katika neema, lakini alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Akafukuzwa katika njia ya Allah na akateswa katika njia yake, na akafanya jihadi kwa mali yake katika njia ya Allah. Na ijapokuwa alikuwa tajiri, lakini akaanza kuishi misili ya fakir na miskin. Mwenyezi Mungu aliamua kwamba ampatie malipo juu ya matendo yake na amjalie malipo yaliyo mema. Basi kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Allah, shida na matatizo ambayo aliyapata, basi Mwenyezi Mungu akampatia malipo yake, na Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya wale wanafanya ihsani. Hapo Allah akamjalia na akampandisha katika daraja na akamtia moyo, na kwa fadhila na rehema yake akamjalia heshima na akamfanya kuwa amirul mu'minin. Kisha Masihi Maud alayhi salam anasema itikadi hii ni muhimu ya kwamba Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala anhu na Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu na Zunnurain radhiyallahu ta'ala anhu na Ali Murtaza radhiyallahu ta'ala anhu, hao wote walikuwa amin katika dini. Abubakar radhiyallahu anhu ambaye ni Adam wa pili katika Islam, na vivyo hivyo Umar Faruq na Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma, kama wasingekuwa amini wa kweli katika dini, basi leo ingekuwa vigumu kwa ajili yetu kuthibitisha hata aya moja ya Qur'an tukufu kwamba imetoka kutoka kwa Allah. Kisha katika sehemu nyingine anasema Abubakar Siddiq kwa ajili ya Islam ni Adam wa pili. Katika zama zile Musalma alikuwa amewakusanya watu katika dini yake. Katika muda huu Abubakar akawa khalifa. Je, mtu anaweza kutafakari kwamba kutakuwa na matatizo ya aina gani ambayo yatakuwa yameibuka kama moyo ule ulio imara usingekuwepo na asingekuwa na rangi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani yake? Basi shida kubwa ingetokea na angeogopa. Lakini Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa kivuli cha mtume sallallahu alaihi wasallam. athari za khulqa za mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa juu yake, na
moyo wake ulikuwa umejaa na yakini na nuru. ndiyo maana yeye akaonyesha ushujaa na uimara ambao baada ya mtume saa salam mfano wake ni vigumu kuupata. maisha yake yalikuwa ni maisha ya islam. hili ni swala ambalo halihitaji mijadala mirefu. someni hali za zama zile, kisha huduma ambayo abubakar ameitoa kwa ajili ya islam mupige hisabu yake. mimi nasema kweli kweli kwamba abubakar sidik raziallahu anhu alikuwa adam wa pili kwa ajili ya islam, na mimi nina yakini ya kwamba kama baada ya mtume saa salam zwati abubakar asinge kwepo, basi islam pia isinge kwepo. hii ni hisani kubwa ya abubakar sidik raziallahu anhu juu yetu, kwamba yeye aliuhuisha islam kwa mara nyingine tena, na kwa kupitia nguvu ya imani yake akawaazibu waasi wote na akastawisha amani, kama vile mwenyezi mungu alivyosema na alikuwa ameahidi kwamba mimi juu ya khalifa mkweli nitastawisha amani. na bishara hiyo ikatimia katika ukhalifa wa sadik, na mbingu na ardhi zikatoa ushahidi kwa matendo. na hiyo ni sifa ya sidik, kwamba mtu awe amefikia ukamilifu wake kwenye sidik, na kwa kupitia mifano maswala yanatatulika. kisha anasema kwamba juu ya kifo cha mtume sallallahu salam maelfu ya watu waliritadi, ilhali katika zama za mtume sallallahu salam sheria ilikuwa imekamilika hadi uritadi ukasambaa kiasi kwamba misikiti miwili ilibaki ambamo swala ilikuwa ikiswaliwa. na hawa ndio watu ambao kuhusu watu hawa mwenyezi mungu alisema kwamba kul lam tuminu walakin qulu aslamna, kul lam tuminu walakin qulu aslamna. lakini mwenyezi mungu kwa kumpitia abubakar alihuisha islam kwa mara nyingine tena, na yeye akawa adam wa pili. mbele ya rai yangu, baada ya mtume saa salam kuna hisani kubwa ya abubakar juu ya umati huu, kwani katika zama zake wakawa mitume wanne wa uongo. musalma alikuwa na watu 100,000 na nabii wao alikuwa ameondoka, na katika hali kama hiyo islam ikasimama imara. hasan umar alikuwa amepata ukhalifa ambao ulikuwa umeimarika kiasi fulani, kisha akaendelea kuusambaza hadi ukaenea hadi siria na roma, na nchi hizi zikawa chini ya mamlaka ya waislamu. hata abubakar jinsi alivyoshuhudia maswaib na shida hakuna mwingine aliyezishuhudia. kisha anasema kwamba mtu anayezalilika kwa ajili ya allah mwishowe anapata heshima na anapata ufalme. angalini abubakar ambaye alikubali mazwila, na yeye ndiye akawa wa kwanza kupokea mamlaka. alisema kwamba mifano inapatikana katika dunia kwamba watu waliouawa katika njia ya allah, ushahidi wao kwamba wao wako hai unapatikana katika ardhi hii. angalini abubakar raziallahu anhu ambaye alitoa kila kitu katika njia ya allah, na mwenyezi mungu akampatia kila kitu. hivyo katika historia ya islam ye akawa khalifa wa kwanza. hat masihi mola salam anasema kwamba wengi watakuwa na fikira hii ya kwamba je, sisi kwa kuelekea kwa allah na kwa kuacha dunia tujiangamize? huu ni udanganifu wao, hakuna atakaye angamia. mwangalie hata abubakar ambaye aliacha kila kitu kwa ajili ya allah, na yeye akawa wa kwanza kuketi juu ya kiti cha ufalme. anasema kwamba ama kuhusu ufafanuzi wa dalili hii, basi muelewe ya kwamba mwenyezi mungu amewaahidi waislamu wote, kina baba na kina mama, katika aya hizi kwamba yeye kwa fadhila na rehema yake atawafanya baadhi ya waumini kuwa khalifa katika ardhi. anaeleza kuhusu aya ya istikhlaf, na atawabadilishia hali ya hofu yao katika amani. na sisi tunaona ukhalifa wa sidiki akbar ndio uthibitisho wa aya hiyo. na kama watu wenye tahqiq wanavyoelewa kwamba muda wa ukhalifa wake ulikuwa muda wa hofu na maswaib. mtume saa salam alipofariki dunia, islam na waislamu walikumbwa na maswaib na mabala mengi. anasema wanafiki wengi waliritadi na wakazidi kwenye uritadi, na wengi wakadai kuwa mitume waongo, na watu wakajumuika pamoja nao hadi musalma kazwab alikuwa na watu 100,000 waliowajahili, na fitna zikaibuka na shida zikazidi, na islami ikakumbwa na mabala mengi, na waumini watatetemeshwa
wakatetemeshwa. Wakati ule watu hawa wakajaribiwa na hali za fitna zikazwihiri, na waumini walikuwa hawana jinsi, kana kwamba moto ulikuwa umewashwa kwenye mioyo yao, au labda wamechinjwa na visu. Mara kwa sababu ya kuondokewa kwa mtume saa salam walikuwa wakilia, na mara walikuwa wanalia kwa sababu ya fitina hizi. Amani ilikuwa imetoweka na watu wenye fitina walikuwa wamesambaa kote kote, na hofu za waumini zilikuwa zimezidi na mioyo yao ilikuwa imekosa utulivu. Katika muda huo wenye hatari, Hazrat Abubakar radhiallahu anhu akafanywa kuwa khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyoshuhudia matendo ya wanafiki, makafiri na wale walioritadi, kwa sababu ya matendo yao yeye akaingia kwenye ghamu. Alikuwa akilia kama mvua inavyonyesha, na machozi yalikuwa yakitiririka machoni mwake. Alikuwa akiiombea islam na waislamu dua ya kheri, hadi msaada wa allah ukafika, na manabii waongo uwawa na wakaangamizwa. Fitna zikatoweka na shida zikakwisha, na swala likatatuliwa na ukhalifa ukaimarishwa, na mwenyezi mungu akawaokoa waumini kutoka mabalaa, na akabadilisha hali ya hofu katika amani, na akawaimarishia dini yao, na akaujalia ulimwengu mzima kusimama imara juu ya haki, na akatimiza ahadi yake, na akamsaidia mja wake Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, na akawaangamiza viongozi wa jeuri na makafiri wengine, na akatia haiba kwenye mioyo ya makafiri mpaka wao wakashindwa, na wengine wakarejea na wakafanya toba. Na hiyo ndio ilikuwa ahadi ya allah ambaye ni mkweli kuliko wakweli wote. Hivyo mutafakari jinsi ahadi ya ukhalifa ilivyotimia katika zati tukufu ya Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Anasema kwamba mutafakari kwamba alipochaguliwa kuwa khalifa wa islam walikuwa na hali gani. Islam kwa sababu ya maswaib na shida mbalimbali ilikuwa na hali ya dhaifu, kisha allah akairudishia islam nguvu yake na akaitoa nje kutoka kisima kile, na wadai walio uongo wakaangamizwa na wengine wakauawa. Anasema kwamba waumini akawajalia amani kutoka hofu, na baada ya kuondokewa kwa shida hiyo waumini walikuwa wakifurahi, na walikuwa wakimpongeza Abubakar Siddiq, na walikuwa wakisema marhaba, na walikuwa wakikutana naye, na walikuwa wakielewa kwamba zati yake ni tukufu na amesaidiwa na allah subhanahu wa taala. Na yote yalitokana na sidq na yakini nzito ya Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisha masihi maud anasema kwamba baada ya kifo cha mtume saa salam islam ilikuwa na hali gani, na akieleza kuhusu sifa za Abubakar Siddiq anasema ya kwamba yeye radhiyallahu anhu hakuwa nabii, lakini alikuwa na nguvu za mitume ndani mwake. Kwa sababu ya sidq yake bustani ya islam ilirejea kwenye maendeleo yake, na baada ya kupata hofu na shida za mishale ikapata maendeleo na ushindi, na maua ya aina aina yakaota na matawi yake yakatakasika na yakawa safi kutoka kila aina ya uchafu. Ila hali mwanzoni hali yake ilikuwa misili ya mfu ambaye watu wawe wameshalia juu yake, na hali yake ilikuwa mbaya, lakini baadaye ikapata nguvu na ikapata maendeleo, na hali yake ilikuwa chini. Kisha mwenyezi mungu akaiokoa kutoka shida zote na akaipatia maendeleo na akaisaidia hadi islam. Baada ya kukabiliana na hali hiyo ikawa imamu wa wafalme na ikawa mliki wa awamunnas. Basi wanafiki walikosa nguvu ya kunena na nyuso za waumini zikangaa. Kila mmoja akamsifu mola wake na kumshukuru Sidiki Akbar. Kisha anasema kwamba hata Abubakar Siddiq aliikuta islam sawa na hali ya ukuta ambao kwa sababu ya shari ya wenye shari ulikuwa karibu ya kubomoka. Ndipo allah kwa kupitia mkono wake akaufanya kuwa ngome madhubuti ambayo kuta zake ziwe za chuma na ndani yake liwepo jeshi waaminifu.
basi utafakari, je unaweza kupata shaka ndani mwake, au je unaweza kutoa mfano wake kutoka makundi mengine? Kisha anasema kwamba yeye raziallahu taala anhu alikuwa mwenye maarifa kamili, alikuwa mtu wa mungu mnyenyekevu na mwenye huruma kwa wengine, alikuwa akiishi maisha ya unyenyekevu, alikuwa mwenye kuwasamehe wote na alikuwa huruma na rehma. yeye raziallahu taala anhu alikuwa akijulikana kwa nuru ya uso wake na alikuwa na uhusiano imara na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. roho yake ilikuwa imeungana na roho ya mtume salallahu alaihi waalihi wasallam, na nuru ambayo ilikuwa imemfunika kiongozi wake salallahu alaihi wasallam ilikuwa imemfunika yeye, na yeye alikuwa amejificha chini ya kivuli kitakatifu cha mtume salallahu alaihi wasallam na chini ya fadhila zake azim. katika kuelewa Qur'an tukufu na katika mapenzi ya mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa wa kipekee katika watu wote. siri kuhusu maisha ya kudumu na siri za Allah zilipozihiri juu yake, yeye akaachana na uhusiano wote wa kidunia na yeye akazama katika rangi ya mtume salallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala akaachana na mambo yote ya kidunia, na nafsi yake ikapata utakaso kutoka uchafu wote na ikazama katika rangi ya mwenyezi mungu na ikajimaliza katika ridhaa ya Allah subhanahu wa taala. na mapenzi hayo ya kweli ya Allah yalipopenya mioyoni mwake na yalipoingia katika kila chembe cha mwili wake, hapo mambo yake yote, kauli zake na matendo yake, katika kauli zake na matendo yake nuru za Allah zilizuhiri, na hapo akajaaliwa jina la Siddiq na akapewa elimu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mbora wa watu wao elimu. sidq ilikuwa tabia yake makhsus, na nuru na athari za sidq hiyo zilizuhiri na zikaonekana katika kauli zake na matendo yake yote, na yeye aliingizwa katika kundi la munam alayh kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yeye alikuwa ijmali nuskha ya kitabe nubuwat na alikuwa imamu wa watu walio wacha Mungu na watawa, na alikuwa miongoni mwa watu ambao wanakuwa na asili ya manabii. anasema kwamba wewe usifikiri ya kwamba nimesema hayo yote kwa kutia chumwi au nimesema hayo yote kwa sababu ya mapenzi fulani, kwamba maneno hayo yametokana na mapenzi fulani, bali huu ni uhakika ambao nimeelewa na nimepata kwa kupitia Allah subhanahu wa ta'ala. na sifa yake kuu ilikuwa ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutokuangalia sababu za kidunia, na yeye katika adabu zote alikuwa zil ya mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, yani alikuwa kivuli na alikuwa na munasaba wa kudumu na mtume sallallahu alaihi wasallam. na ndio sababu kwamba yeye kwa kupitia fadhila ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipata yote ambayo wengine hawakuweza kupata. uelewe ya kwamba fadhila zinatokana na munasaba wa mtu fulani, na hiyo ndiyo kanuni na suna inayoendelea katika ulimwengu mzima. basi mtu ambaye anakuwa hana munasaba na maulia na maasfia, basi huu ni ukosefu wake na ni bahati yake mbaya. mtu mwenye bahati njema ndiye yule ambaye apate sehemu kutoka hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam hadi awe anafanana naye katika mambo yote na katika kalema zote. watu wenye bahati mbaya hawezi kuelewa ukamilifu huo, kama vile mtu aliye kipofu hawezi kuona rangi wala nyuso. basi mtu mwenye bahati mbaya hapati chochote isipokuwa dhihirisho kutoka kwa Allah mwenye haiba na mwenye jalali, kwani asili yake haiwezi kushuhudia nishani za rehema na haiwezi kunusa harufu ya mapenzi, na haijui kwamba ikhilasi na unyofu na moyo mkunjufu ni nini, kwani asili yake imejaa na giza totoro, yani yule aliye kipofu. sasa nuru za baraka zishuke juu yake kivipi? Bali nafsi ya mtu huyo mwenye bahati mbaya inakuwa na hali ya mawimbi na hisia zake zinamzuia kuona uhakika. yeye haelekei upande wa haki, ilhali
ilhali uumbaji wa sidik unatokana na kuelekea kwake kwa chimbuko la fadhila na kwa kuelekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilhali uumbaji wa sidik unatokana na kuelekea kwake kwa chimbuko la fadhila na kwa kuelekea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye alikuwa na haki zaidi kuliko watu wote kwamba sifa za utume zizuhiri kwake na alikuwa akistahili kuwa khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa na haki ya kujenga uhusiano imara na muungano kamili na mtume sallallahu alaihi wasallam ilmuradi yeye katika kushika sifa zake na hulka zake tukufu na kuacha mambo na uhusiano wa kidunia alikuwa dhihirisho kamili la mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mtu hata kwa kutumia nguvu za upanga na mikuki asiweze kuwatenganisha na ye akaendelea hali hiyo hiyo na katika hali ya maswaib na wakati wa hatari vitu hivi havikuweza kunyanganya utulivu wake roho yake ilikuwa na unyofu na uimara na uchamungu hata kama dunia nzima ilitadi alikuwa hawajali maadui wala kurudi nyuma bali muda wote akaendelea kusonga mbele huyu ndiye abubakar sidik raziallahu anhu ambaye alikuwa amejimaliza katika mapenzi ya allah na mapenzi ya mtume saa salam zuri amesema kwamba nilikuwa naeleza kuhusu maswahaba wa badri na habari zao nilikuwa nimezieleza mwanzoni na baadhi ya maelezo yamekuja baadaye nikipata nafasi nitayaeleza katika siku za usoni au hutuba hizi zitakapopigwa chapa wakati ule maelezo hayo yatawekwa ndani yake mwenyezi mungu atujalie tuweze kushika nyayo za maswahaba hawa tuweze kuwafuata na maswahaba hawa wawe wenye kutuongoza misili ya nyota na viwango ambavyo walituachia tuweze kuvishika katika maisha yetu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر